بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Safar mwaka 1448, katika darasa ya tafsir Imam Saadi rahimahullah, biidhnillah ta'ala, katika kikao cha leo tusoma tafsiri ya suratul Adiyat. Al-Adiyat ni farasi wendao mbio. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura akaanza na kiapo na kusema wal-adiyati dhabha, na apa kwa farasi wendao mbio huku wakipumua. أي أقسم بالله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري. آبا الله سبحانه وتعالى كفراسي، na sehemu hii anayoapa nayo hakuna mnyama yoyote anayeshirikiana na farasi katika sifa hizi zitakazotajwa hapa, ni yeye pekee yake. Na farasi ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. Na huwezi kuona serikali yoyote leo ambayo ina vitengo vya askari na jeshi isipokuwa utaona kitengo cha askari wanaotumia farasi. So farasi wataendelea kutumika ila يوم القيامة. Si kama mfano wa wanyama wengine ambao kuna muda walikuwa kitumika, leo utasema teknolojia imesonga mbele, watu watumia magari, farasi yuko vile vile mpaka leo watumika, bali ni ramzi ya mufakhara. Kuna baadhi ya watu watumia ndio namna ya kujifakhiri juu ya wengine, na kuna mashindano waweka watu ya farasi, na farasi wakauzwa kwa bei ya ghali sana kuliko vile unavyotasawwar. Yale mahaba ya kupenda farasi mwanadamu yako mpaka leo. Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa huyu farasi katika ahwal ambazo kama nilivyotaja hakuna mnyama mwingine anayeshirikiana na yeye. wal adiyati dhabha, na apa kwa farasi wendao mbio wakipumua. Kwa hiyo Allah akaapa kwa farasi wanaokwenda mbio mpaka pumzi zao ukasikia sauti kwa mbio wanazokwenda mbio sana. falmuriyati qadha, na wakitoa moto kwa kupiga kwato zao chini. أي وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. na Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa farasi wanaowasha moto na kutoa cheche kwa kwato zao. Pale kwato zao zinapogusana na mawe wakiwa wakimbia. So farasi hutengezewa viatu vya chuma,
akikimbia akigusana na mawe, na hasa ikiwa ni wakati wa usiku, utakuta kutokwa na cheche za moto. Na hii yaonyesha zile mbio wanazokwenda vile za kasi kubwa sana, mpaka usababisha kutoa cheche miguu yao inapopata mawe. Na hii yaonyesha namna wanavyokwenda mbio na namna kwato zao zinavyokanyaga kwa nguvu katika ardhi. Falmughirati subha, wakishambulia wakati wa asubuhi. Ay wa aqsama bil khayli allati tughiru ala al a'da'i waqta as-sabah, kaapa kwa farasi ambao hufanya mashambulizi na kuwavamia maadui wakati wa asubuhi. Na hii ni aghlabia wa hivyo, walikuwa watu wavamia wakati wa asubuhi, wakiwa watu bado hawajachangamka wakuta wamevamiwa. Mara nyingi yatokea hivi, lakini yaweza kuwa wakati wote. Hapo umetajwa ule wakati ambao ni zaidi. Wa aqsama bil khayl allati tughiru ala al a'da'i waqta as-sabah, Allah akaapa kwa farasi wanaowashambulia maadui wakati wa asubuhi. Faatharna bihi naq'a, huku wakitimua vumbi. Ay faharrakna bijarihinna ghubaran, wakawa watifua vumbi kwa zile mbio wanazokwenda. Farasi hutoa vumbi, hasa ikiwa ile ardhi ni ardhi kavu na ina mchanga, kutoka vumbi la kisawasawa. Na kila wakiwa wengi katika vile vita, lile vumbi lazidi kuwa kubwa. Mandhar moja ya kutishia kwa wale mtu akitasawari, ni mandhar moja ya kutishia, hasa ikiwa vita ni kupitia njia ya farasi. Na wataja kuhusu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa ardhah, na namna Allah alivyompa uwerevu katika vita. Katika vita vya Mu'ta alipopewa uongozi yeye baada ya kuwa masahaba watatu walipofariki na kuuawa Jaafar na Zaid, walipouawa wale komanda watatu waliochagua Mtume sallallahu alaihi wasallam, akashika bendera Khalid ibn al-Walid. Jeshi la watu 3000 wapambana na takriban watu 200,000. Si mchezo, idadi kubwa sana. Kwa Khalid ibn Walid akawa yeye ana njia tofauti ya kupigana. Alikuwa akiwaamrisha wanajeshi wake kwa idadi fulani, asubuhi watoke wende huko mbali, kisha wafunge miti kwenye farasi wao nyuma, kisha kabla ya vita kuanza waje. Wakija watifua vumbi kubwa. Waroma wakaingiwa na hofu kuwa ikiwa hao walikuwa 3000, sisi tulikuwa tupata tabu na wao. Sasa waleta wengine, kumbe ni wale wale tu, watifua vumbi tu, sababu ya tisha. Wakawa wakija kwa mbali hivi, Waroma wakiona kuna wengine waja, hawa wakisaidiana tutaweza, mpaka mwisho wakaingiwa na hofu, ikawa hawasongi tena mbele. Kwa njia hii akaweza kuwaokoa waliobakia katika wanajeshi radhiyallahu anhu wa ardha. Kwa hivyo lile vumbi linalotolewa na farasi wakati wanapotifua mbio na tisha katika vita, Allah subhanahu wa ta'ala akaapa katika hali hii anaokuwa nao farasi. Fawasatna bihi jam'a, na wakaingia kati ya kundi la maadui. Fatawassatna bifawarisihinna jam'an min al-a'da, wakaingia katikati ya mkusanyiko ya maadui wakiwa juu yao wale fawaris. Faris ni yule mwanajeshi anayepigana juu ya farasi. Wakaingia katikati ya makundi ya maadui.
Na hii yaonyesha ushujaa aliyokuwa nao farasi, ambao huwezi kuupata kwa mnyama mwingine. Jaribu nda vitani na punda, umfika vitani uza sendi hapa, shafika hendi, aweza geuka kaidi, ana kazi yake si hii. Punda mbebeshe mizigo nini, atakubebea kushinda farasi, lakini umpeleka vitani atakuuza tu. Ezamua haendi na haendi, kinyume na farasi. Farasi mnyama mmoja na kibri sana. Farasi, wajua watu wengi wasikia farasi. Farasi mnyama mmoja ahitaji tarbia, ahitaji ulezi na umheshimu. Umheshimu sana, ama sivyo waweza kutandika teke mpaka ukamjua nani. Kwa ana heshima yake, wajua wale wanaolea farasi na kuwafanyia tarbia yao. Kwa kiingia pale vitani katikati ya makundi ya maadui harudi nyuma, na iwajua akienda aweza kuuawa. Aona mapanga ya rushwa, aona mishale ya rushwa, lakini aingia katikati ya makundi ya maadui, haogopi. Fawasatna bihi jam'a, hakuna mnyama anayeweza kufanya hivyo isipokuwa farasi tu ndio ambaye ana ushujaa wa kufanya hivyo. Sasa hapa waweza kujiuliza swali, huwa Allah subhanahu wa ta'ala akiapa na chochote katika viumbe wake, kuna sababu ya yeye kuapa. Kwa mbele hapa atataja kwa nini mmeapa kwa viapo vyote hivi. Kuna jambo zito huko mbele nataka kulieleza. Na kwa nini bidhabt amchague farasi, asichague mnyama mwingine katika kuapa? Sababu kile anachoapa nacho Allah subhanahu wa ta'ala kina shani kubwa, kina siri kubwa. Allahu apa katika viumbe vyake vile vina mambo makubwa ndani yake. Kwa nini iwe farasi? Sikiliza haya maneno ya mbele: innal insana lirabbih lakanud, hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake. Innal insana lirabbih lakanud, ay innal insana lamanu'un lilkhair alladhi yuriduhu minhu rabbuhu, hakika huyu mwanadamu ni mwingi wa kuzuia ile khairi ambayo Mola wake amtaka aitoe. Akawa ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake. Kaekewa zaka, atakikana atoe, afanye ugumu hatoi. Kuna jambo la khairi atakikana atoe, hatoi, azuia atoe. Mara nyingi mwanadamu yuko hivyo, ni mwingi wa kuzuia zile fadhila Allah anazompa, akasahau fadhila za Mola wake. Kadhalika ni mwingi wa kutoshukuru neema za Allah juu yake, na katika kushukuru neema za Allah juu yake ni kuzitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala zile neema. Na miongoni mwa kumtii Allah ni akikupa mali uwe utaitumia katika zile njia ambazo Allah ataridhika nazo, na kuna njia ambazo ni za wajib kama kutoa zaka, kuwasimamia watu wako wa nyumbani, na kuna zile za khairi za kusaidia maskini na wajane, kawaangalia wale wasiojiweza. Lakini mwanadamu bwana ni mwingi wa kuzuia ile khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha atoe. Sasa huyu ni kama aambiwa hivi, mtizame farasi. Farasi yule mwenye kummiliki, yule ambaye ndiyo humpeleka yule farasi, yule bwana ndiye anayemlisha yule farasi, anayemwangalia maslaha yake. Akiwa mgonjwa amtibu, aishi na yeye vizuri. Siku panapotokea vita, yule farasi hasahau zile fadhila za yule bwana aliyoko juu yake.
ajua kuwa huyo aliyoko juu yangu ndiye anayeniangalia mimi kula, ndiye anayeniangalia mimi nikiwa mgonjwa, ndiye ananifanyia kadha, ndiye ananisafisha, ananifanyia kila kitu. Kwa shukrani kwake yeye, mimi niko tayari kufa kwa ajili yake. Ataingia katika makundi ya maadui kwa sababu ya kumnusuru yule aliyekuwa juu yake kwa fadhila anazomfanyia, hamwangushi. Sasa iweje wewe binadamu, Mola wako ndiye anayekupa riziki, yeye ndiye anayekupa afya, yeye ndiye aliyekupa fadhila zote ulizokuwa nazo wewe, kisha yule aliyekuumba, aliyekufanyia yote, anapokuamrisha kufanya jambo wewe warudi nyuma? Je, umeshindwa na farasi? Farasi huyu akushinda wewe na yeye ni mnyama? Wasahau fadhila za Mola wako juu yako wewe mwanadamu? Ndio maana ya kuwapa kwa farasi sababu yule farasi hasahau fadhila za yule bwana anayemmiliki. Lakini wanadamu wangapi ni wenye kukanusha fadhila za Mola wao juu yao? Na kuna wengine wamepita mipaka katika kufuru, iyadhan billah, wakamkufuru Mola wao, mpaka kuna wengine na kheri zote hizo wanazofanyiwa na neema zote Allah anazowapa juu yake, huenda akaulizwa vipi sasa, mimi sioni kama kuna muumba. Haamini, ati yeye ajidanganya nafsi yake, haamini kuna yule aliyemuumba. Basi ulijiumba mwenyewe. Kama ukuumba wewe, basi ulijiumba mwenyewe. Ulikaa ukajitengeza mkono, ukautia mishipa, ukakaa ukajitengeza shingo na koo, unjiumba mwenyewe. Haiwezekani. Sisi huna muumba wewe. Dikka katika maumbile ya mwanadamu namna alivyoumbwa, kisha haoni wa fi anfusikum afala tubsirun. Jiangalieni nafsi zenu tu namna Allah alivyowaumba, hamuyaoni hayo? Na leo wallahi ya akhi, shetani amewachezea watu akili sana. Mara nyingi watu walio na fikra za kijinga kama hizi ndio wachukuliwa kuwa ni wasomi na maprofesa wakubwa duniani, wasifiwa. Yani ni khud'a ya shetani na jeshi lake kuwatoa wale watu wajinga kabisa katika sura ya watu werevu. Wamkumbuka ile itwa Adkins nani, hali yake Allah amemjaalia aione nafsi yake, lakini haioni. Kiwete, shingo iko upande, mdomo sio kwenda vipi, yani. Alafu huyo ndio mkubwa wa mulhidin fi dunia, eti achukuliwa ndio most intelligent human being. Mrongo, tukijizuka kimoja kinkaa shingo upande hivi, angejiangalia yeye angejua na muumba. Kama hana muumba atembee, aseme naweza kufanya ninachokitaka. Allah amemweka kwenye kiti, kampindisha shingo hivi, anketi hivi, kilevi. Alafu hicho kijomba kilevi hicho, na kiwezi kunywa pombe hivi, chanuisha na kijiko, anketi kilevi kweli kweli, komba. Kisha huyu komba huyu ndio eti awaelekeza watu duniani kuwa hakuna muumba. Na kuna watu wakamsikiliza, akatolewa katika picha ya mtu wa dhaki, hakuna mfano wake. Kumbe mizuka hakuna kama wao. Wallahi hakuna watu wajinga kama wao, juhala. Akakaa yeye, da'wa yake ni kusema kuwa hakuna muumba. Wewe wapi sasa? Kikajifia basi, kikafilia mbali kijomba hicho, wenda huko, utakwenda kujaza huko mbele. La, duniani hukuishi kwa raha, ulikuwa katika dhiki, na kesho akhira uenda kupata jaza yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Mwanadamu bwana ni mwingi wa kutomshukuru Mola wake na wa kutofauti katika balaa hizi, illa man rahima Allah wa qalilun ma hum. Wanaomshukuru Allah ni wachache sana, wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache sana katika waja wangu wenye kunishukuru. Lakini wengi katika watu ni wenye kumkufuru Mola wao
kwa zile fadhila anazowafanyia. innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la shahid, ay wa innahu ala man'ihi lil khair la shahid, na mwanadamu mwenyewe ashuhudilia kuwa yeye yuwazuia khairi. la yastati'u inkara dhalika liwuduhi, hili jambo hawezi kulikataa kwa sababu liko wazi sana. Hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake, na hakika yeye mwenyewe bila shaka ni shahidi wa hayo, sio kwa kusingiziwa, yuwajua hilo kwa sababu liko wazi kabisa. Mangapi katika yale ambayo ni akhiri atakana ayafanye azuia. wa innahu lihubbil khairi la shadid, na hakika bila shaka mwanadamu ana nguvu za kupenda mali sana, penda senti sana. wa innahu lifarati hubbihi lilmali yabkhalu bihi, kule kupenda kupita mipaka ile mali yampelekea yeye kufanya ubakhili, kutotoa katika njia za kheri ambazo Mola wake amemwamrisha atoe. Kuna wengine wana maswali bwana katika zaka mpaka washangaa bwana, ikiwa kabla ya kufika wakati nikanunua magari kwa mfano, nikanunua nyumba kwa mfano, yani hataki ifike mwaka isipokuwa zile senti zimetumika, aiondoe ile nisabu ile, ili ikifika wakati wa kutoa zaka akwepe. Yani amechukulia ile zaka Mola wake alimwamrisha kama ushuru, hataki kuutoa, na ukiangalia ni kitu kidogo sana katika mali yake, na manufaa yake yamrejelea yeye mwenyewe. Lakini wangapi katika watu bwana wazuia kutoka maana ile khairi ambayo watakana waitoe. Ukawakuta watoto katika majumba waishi katika hali mbaya kabisa, baba mgumu huyo mkali, alafu akiambiwa kuna kitu fulani chahitajika nyumbani, mkali kweli kweli, hana maneno mazuri ya kuambia watoto wake na mkewe kule nyumbani. Chumvi nkwisha takoma. Kwa nini? Sitoishi pwani sisi, kachukueni maji ya bahari. Jawabu hilo. Salala. Hivyo basi jamaa, wallahi alazim, kuna wengine mpaka nafsi zao pia wajidhulumu. Sasa faida ya kuwa na senti nini ikiwa wewe huzitumii katika khairi ukajenga akhira yako? Una senti nyingi alafu mgumu kama sisi tu, faida yake nini sasa? Yani utafikiri ni mjomba tu yumo, lakini Allah amempa bwana, lakini athari ya ile neema Allah aliyompa haionekani, gumu kweli kweli. Akila pia iwala vitu duni hivi, wamkuta kama mapima pia yafunga foleni. Wewe si kwako bwana, anapenda ni maragu ya nazi. Si hapa apenda maragu ya nazi. Jamaa ona, kipika nyumbani nitatumia pesa hii, hapa nitanunua chapati shilingi 10, shilingi 20, shamaliza, na kijiharagu kidogo basi tosha. Si antosha? Kuna wengine wavamizi bwana, wallahi alazim, kuna watu wanao uwezo lakini mageti crasher, asisikie kuna harusi mahali fulani, tamkuta simama bwana, akwambia mbona bwana wewe kila mahali huku aliko hapa, akwambia biriani harusi dawa pressure, akwambia dawa pressure ama dawa sukari. Kuna maneno wasema nini dhikio, ambapo yuwaweza yeye kwenda kununua akala na familia yake vizuri. Lakini wako watu wagumu kweli kweli, mpaka waishi maisha ya dhiki. Kwa nini uishi maisha ya dhiki ya akhi? Na Allah amekupa, Allah ankupa bwana. Nyi hamjawaona wako watu Allah amewafungulia, lakini waishi maisha ya dhiki sana. Aweza kuwa na nyumba
ameikodisha nyumba kubwa, alafu yeye aona lakini mimi familia yangu iko Nairobi na nimejenga nyumba Mombasa, nikishukia Mombasa kwa nini nende nikakodishe hoteli fundo? Kwa hivyo nafanya nini? Ile ngazi pale chini pale atajenga kama kijilango kidogo pale, ndo atakuwa yualala hapo. Siuelewa. Waweza kufikiria ndio watchman wa nyumba, kumbe ndio mwenye nyumba. Mbona nafanya mzaha? Ulizeni mtasikia habari za watu wao. Au mwanambu huyo ashawazoea habari yana. Ukimwona hivi wallahi huwezi kusema huyo hapa ndio mwenye hiki. Kwa nini wewe nadhikia? Sasa ikiwa yeye ajifanyia hivyo, huyo atawafanyia watu nini? Ikiwa yeye ajiweka namna hii, atawafanyia watu nini? Wallahi kuna watu wapenda senti, na sijui kwa nini, yani kule kupenda kupita mipaka. Hakuna mwanadamu ambaye kuumbwa apenda mali. Zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisaa wal banin wal qanatir muqantara min, lakini sheria yetu imetupa mafunzo, ukaweka mipaka. Ikifika kuwa ni nafaka ya wajiba, toa. Usiwadhulumu watoto wako, ni wako. Ikifika wakati wa kutoa zaka, toa. Isikupelekee wewe kupenda mali kupita mipaka, mpaka zile nafaka ambazo ni za wajibu pia wazuia. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur, kwani hajui watakapofufuliwa walioko makaburini? أي أفلا يعلم الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟ je, hajui huyu mtu aliyeghurika na maisha ya dunia siku ile ambayo Allah atawafufua maiti kutoka katika makaburi yao, awatoe kutoka katika tumbo la ardhi kwa ajili ya kuwahesabu na kuwalipa, kuwa atakwenda kukuta jambo kule kinyume na alivyofikiria. Bimaana atakwenda kukuta majanga makubwa kesho siku ya kiyama kwa kitendo chake kinachokifanya. Chunga. Wahussila ma fi sudur, na yatakusanywa yaliyomo vifuani. Ay wa ubriza wa buyina ma fi alqulubi min an-niyyat wal i'tiqadat wa ghayriha. Siku hiyo zitawekwa wazi au vitakuwa wazi vilivyoko katika nyoyo za watu, katika nia na itikadi na mengineo. Yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitawekwa wazi. Ni umuombe sana Allah akustiri, umuombe sana Allah akustiri. Lakini siku hiyo itakuwa siku ya kumbe. Kumbe sisi tulikuwa tunaona hivi, kumbe hizo kumbe zitakuwa nyingi siku hiyo. Kumbe yauma tubla sarair, silikuwa tukiona hivi, kumbe ilikuwa ni hivi bwana, kumbe ilikuwa ni hivi bwana. Siku hiyo siri zitakuwa wazi, vile vilivyoko katika vifua vya watu vitadhihirika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir, wa hakika Mola wao siku hiyo bila shaka atakuwa na habari zao wote. Ay inna rabbahum bihim fi dhalika al-yawm la khabir, hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila shaka atakuwa na habari za hawa mabwana zote. La yakhfa alayhi min amri ibadihi shay wa sayujazihim ala dhalika, hakuna chochote kitakachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mambo ya waja wake, na atawalipa kwa hilo. Kila mmoja atalipwa kulingana na amali zake. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameihusisha siku hiyo wakati ana habari zao wakati wowote? Sababu ndio siku ya malipo. Allah ana habari zao siku zote, si siku ya kiyama peke yake, lakini siku hiyo hata wao pia watajishuhudia nafsi zao na mambo yatawekwa wazi kabisa. Hapa wewe wadhania kuwa umejificha hujulikani, wallahu almusta'an. Imam Saadi ana maneno mazuri hapa ataeleza katika suala hili. Kwa hiyo leo tumeeleza tu kwa ujumla maana hii sura,
insha Allah taala kwenye kikao kitakachokuja tutasababu maelezo ya Sheikh Saadi ni marefu, ameeleza kidogo kwa maelezo marefu, hatutaweza kuyamaliza tukianza. Hivyo maneno ya Imam Saadi tutakuja kuyaeleza insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadar, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.